الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa Jumada Thania mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 8 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 Miladia. Tulisoma wiki iliyopita hadithi hii ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma: كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس. alikuwa mwanamke mmoja akisali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke aliyekuwa ni mzuri na ni katika watu wazuri sana. fakana nasun yusalluna fi akhiri sufufi rijal fayanzuruna ilaiha, wakawa watu wanasali mwisho wa safu za wanaume wanamwangalia mwanamke huyo. fakana ahaduhum yanzuru ilaiha min tahti ibtihi idha raka, akawa mmoja wao wanaume hao wanamwangalia mwanamke yule kwa chini ya kwapa zake akirukuu. Anaporukuu anaangalia chini ya kwapa yake na kumwangalia mwanamke huyo aliyeko nyuma. وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها, pia alikuwa mmoja wa watu hao wakitangulia safu ya mwanzo ili yasimuone mwanamke huyo. فأنزل الله عز وجل هذه الآية, Allah akateremsha aya hii: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين, tumewajua wale wenye kutangulia katika nyinyi wanaokwenda safu za mwanzo ili wasimuone mwanamke yule, pia tumewajua wale wanaosali mwisho wanaotaka kumuona mwanamke huyo. الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي والبيهقي في سننه من طريق الطيالسي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. قال: وهذا الحديث قال ابن كثير عنه حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة. ابن كثير رحمه الله asema hii ni hadithi gharibu sana na ina nakara mkubwa hadithi hii kuonesha udhaifu wake. لكن فقال الشيخ الألباني في تحقيق ماتع بين فيه صحة الحديث من جهة السند ومن جهة المعنى. الشيخ الباني رحمه الله katika tahqiqi yake nzuri akabainisha usahihi wa hadithi hiyo kwa upande wa sanadi yake, pia kwa upande wa maana kwamba ni hadithi sahihi. Wanafa gharabatan anhuma, akakanusha ugharibu wa sanad na pia ugharibu wa maana ya hadithi hiyo na kuisahihisha. Faqala: وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير رحمه الله فالظاهر أنه يعني أنه من غير المعقول أن يتأخر أحد من المصلين إلى الصف الآخر لينظر إلى امرأة. أما نكارة شديدة anayoidai Ibn Kathir rahimahullah wa hadithi hiyo, dhahiri ni kwamba anakusudia kwamba ni jambo lisiloingia katika akili kuchelewa mmoja wenye kuswali mpaka kwenye safu ya mwisho ili amwangalie mwanamke huyo. Hilo ni jambo ambalo haliingii akilini. Jawabu la Sheikh Albani kwa Ibn Kathir rahimahullah, dhahiri ni kwamba anakusudia kwamba haingii akilini kwamba mtu akae safu ya nyuma ili amwangalie mwanamke huyo mzuri. Qala: wajawabuna alayhi innahum qad qalu idha warada al-athar batala an-nadhar. Maulama wanasema ikija athar, ikithubutu athar itabatilika maoni. Huwezi ukatia akili yako kama tayari athar hadithi ipo, hakuna kutia akili, lazima kuithibitisha hadithi hiyo. قال: فبعد ثبوت الحديث
la majala listinkari ma tadhammanahu min alwaqi. Baada ya kuthubutu kwa hadithi, hakuna nafasi ya kupinga maana yaliyokusanywa na hadithi hiyo. Maadamu hadithi ni thabit, hadithi ni sahihi, hakuna nafasi ya kupinga maana ya hadithi hiyo. Qala walau annana fatahna baba listinkar limujarradi listibadi alaqli la lazima inkaru kathirin min alahadithi sahiha. Lau tungekuwa tunafungua mlango huu wa kupinga kwa mujarradi wa kuona akili haikubali jambo hilo, liko mbali na akili za watu, la lazima inkaru kathirin min alahadithi sahiha, hilo lingelazimu kupinga hadithi nyingi sahihi. Kwa sababu gani? Akili hazikubali. Ingelazimu hiyo hadithi nyingi sahihi tuzipinge kwa sababu ya akili zetu hazijakubali. Wa hadha laysa min sha'ni ahli sunnati wal hadith, na hiyo sio katika mambo ya ahli sunna wal hadith, bal huwa min da'bil mu'tazila wa ahli al ahwa. Hiyo ni katika kawaida ya mu'tazila na watu wa bid'a, ndio wanaoangalia akili zao, hawaangalii hadithi. Akili zao zisipokubali hadithi ile hawaikubali. Ahlu sunna hawapo hivyo. Thumma qala thumma mal mani an yakuna ulaika an-nasu al-mutaakhirun min al-munafiqin alladhina yudhhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra. Kisha hakuna kizuizi. Ni kizuizi gani kuwa watu hao wanaokuja nyuma safu za mwisho ili wamwangalie mwanamke huyo ni katika wanafiki? Wanafiki ambao wanadhihirisha iman na wanaficha ukafiri. Hilo ni jepesi kwao wanafiki hao. Bal wamal mani'u an yakuna min alladhina dakhalu fil islami hadithan. Ni kipi kizuizi cha kuwa hao watu hao wanaokuja nyuma safu ya mwisho ili wamwangalie mwanamke huyo wameingia katika Uislamu hivi karibuni? Walam yatahadhabu bitahdhibi alislam, hawajatakasika kwa kutakasika na Uislamu. Wala taadabu biadabi, bado hawajajifunza adabu za Uislamu. Kwa yote hayo yanawezekana, aidha ni wanafiki au wale walioingia Uislamu karibuni, bado hawajapata vizuri adabu za Kiislamu na tabia hizi za Kiislamu. Wa anta tara كيف أن الشيخ لو يهجم على رد الأحاديث لأدنى مخالفة بعد صحة سندها وينظر في التوفيق والجمع ما أمكن، وهذا سنن أهل الحديث والشيخ يسير عليه. na wewe unaona vipi Sheikh Al-Albani rahimahullah jinsi anavyohujumu kukataa hadithi liadna mukhalafa, kwa mukhalafa mdogo tu baada ya kusihi sanadi yake. Hafanyi hivyo Sheikh Albani. Maadamu sanadi imesihi, hadithi imesihi, hawezi akaikataa kwa mukhalafa mdogo tu. Wayandhuru fi tawfiqi wal jam'i ma amkana, anaangalia katika kufanya tawfiki na kujumuisha baina ya hadithi ambazo zinafahamisha taarudh kiasi cha anavyoweza. Na hii ndiyo njia ya watu wa hadithi, na shekhi anapita katika njia hiyo. Kwa hadithi ni sahihi, maana yake ni sahihi, sanadi yake ni sahihi. Hadithi ikiwa sahihi, hakuna kutia akili kwamba akili haikubali maana ya hadithi hiyo. Hilo jambo haliko katika sha'ni almuhaddithin. Muallafatuhu wa musannafatuhu, vitabu alivyovitunga Sheikh Al-Albani rahimahullah. قال الشيخ بازمول حفظه الله للشيخ ما يزيد على 100 عنوان ما بين تصنيف وتحقيق وتخريج اعتنى بجمعها والتعريف بها الأستاذ عبد الله بن محمد الشمراني. الشيخ الألباني ana vitabu alivyotunga zaidi ya 100 baina ya kufunga na baina ya uhakiki na baina ya takhrij, kufanya takhriji ya hadithi za vitabu hivyo. Ametilia umuhimu na kupatiliza kujumuisha vitabu hivyo
na kuvieleza al-Ustadh Abdullah ibn Muhammad Ash-Shamrani fi kitabin lahu bi'unwan ثبت مؤلفات المحدث الكبير الإمام محمد ناصر الدين الألباني الأرناؤوطي المتوفى سنة 140 و420 هجرية. alizaliwa mwaka 1332 na kufariki mwaka 1420 hijria rahimahullahu ta'ala. قال قائمة شاملة لكتبه ولمن كتب عنه ممن وافقه أو خالفه مع بيان سمات كتبه ومنهجه في التصنيف. vitabu hivyo vimekusanya vitabu vyake. waliman kataba anhu, qaima hiyo ya vitabu imekusanya vitabu vyake. waliman kataba anhu, na aliyeandika aliloandikia. kadhalika mimman wafaqahu au khalafahu, katika aliyowafik au kuwakhalif, pamoja na kuweka wazi alama za vitabu hivyo na manhaji yake katika kutunga vitabu hivyo. wa min hadhihi alkutub, ni katika vitabu hivi alivyovitunga: awalan sahih wa dhaifu aljami' as-saghir, pili irwaul ghalil في تخريج أحاديث منار السبيل، تاتو سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، تانو تمام المنة في التعليق على فقه السنة، 6 ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم، 7 أحكام الجنائز وبدعها، 8 حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه، 9 مناسك الحج والعمرة، 10 جلباب المرأة المسلمة، 11 آداب الزفاف، 12 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، 13 التوسل أنواعه وأحكامه، 14 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، 15 نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق وغيرها كثير. ثانيا التعريف بالكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. maelezo ya kitabu hiki ambacho tuko katika kuelezea mukaddima wa kitabu hicho, namna ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia takbiratul ihram mpaka kutoa salamu, kaannaka taraha, kama kwamba unaiona sifa hiyo ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh Bazamul hafidhahullah: i'lam anna lish-Sheikh al-Albani rahimahullah 3 kutubin fi sifati salati nabii sallallahu alaihi wasallam. Jua kwamba Sheikh al-Albani rahimahullah ana vitabu vitatu katika kuelezea sifa na namna ya sala ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-awwal, kitabu cha kwanza, sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam al-kabir. Una sifatu salati nabii al-kabiri, iliyo kubwa. ويعبر عنه المصنف بالأصل، هي ndio asli ya sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam. Waqad tubia muakharan, imechapishwa kitabu hicho siku hizi za mwisho, fi 3 mujalladat, katika mijalladi mitatu. Wa kuntu qad intahaitu min sharhi hadha abra alhatif qabla an yutba'a, nilikuwa nimeshamaliza sharhi yangu hii kupitia simu kabla ya kuchapishwa hiyo, tayari nimeshamaliza sharhi hii. Maneno ya Sheikh Bazamul hafidhahullah. Athani al-awsat, kitabu cha pili al-awsatu sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Hiki ni kitabu cha pili kuelezea hiyo sifa ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa alladhi alayhi hadha ash-sharh, hii ndio hii ambayo juu yake kuna sharhi hii aliyoisherehesha Sheikh Bazamul. Athalith atalkhisu
talkhisu sifati sala, ufupisho wa sifati sala. Wayatamayazu bitabiini alkathiri min ahkamiha, hii nayo inasifika kwa kubainisha hukumu zake nyingi. Bitansisi ala annaha ruknun au wajib, kwa kutaja kwamba hii ni nguzo katika nguzo za sala au ni wajibu katika wajibati za sala. Wama sakata alayhi fahuwa imma min almustahabbat au min almuhtamalat, alilo linanyamazia hakutaja kwamba ni nguzo au wajib, hiyo ni katika sunna au ni katika mambo ambayo yanahtamil kuwa ni sunna, yanawezekana kuwa ni sunna pia. Wallati la yunasibu aljazma fiha bihukmin liadami wuduhi dalil, hizi muhtamalat ni zile ambazo hazinasibu kuhakikisha kwa hukumu yoyote kwa sababu ya kutokuwa wazi dalili yake. Qala fi muqaddimatihi falaqad ihtaraha alayya akhi Zuhair ash-Shawish sahibu al-maktab al-islami an aquma bitalkhis kitabi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Anasema katika mukaddima wa kitabu hiki Sheikh Albani anasema alitoa maoni ndugu yangu, alinipa maoni yake ndugu yangu Zuhairu Shawishi mwenye maktaba al-Islami, nitekeleze na nifanye ufupisho wa kitabu changu sifati salati nabii sallallahu alaihi wasallam, hiki min at-takbir ila at-taslimi kaannaka taraha wa ikhtisaruhu wa taqribu ibaratihi ila ammati nnas, nikifupishe niweke karibu misemo yake kwa watu wote waelewe vizuri kwa njia rahisi. Walamma raaituhu iqtirahan mubarakan, nilipoona hayo ni maoni yenye kubarikiwa. Wa kana muwafiqan lima kana yajulu fi nafsi min zamanin ba'id, maoni yake yakawa yanawafik mawazo yaliyopita katika nafsi yangu tangu muda mrefu. Wa talama sami'tu mithlahu min akhin au sadiqin, na huenda nikasikia mfano wa maoni hayo kwa ndugu au rafiki. Fashajja'ani dhalika ala an aqtati'a lahu qalilan min waqti almuzdahim bikathirin min al-a'mal al-ilmiyya, hilo likanitia nguvu nikate sehemu katika wakati wangu ambao umekithiri kazi za kielimu. Fabadartu ila tahqiqi maqtarahahu hasba taqati wa juhdi, nikafanya haraka kuhakiki hayo aliyotolea maoni kiasi cha uwezo wangu na juhudi zangu. Sailanil maula subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhi alkarim, hali ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kazi hii ni safi kwa ajili ya uso wake mtukufu. Wa yanfaa bihi ikhwani almuslimin, na wanufaishe au ufupisho huo uwanufaishe ndugu zangu Waislamu. Waqad awradtu fihi ba'd alfawaid zaida ala sifa tanabbahtu laha, asema nimetaja katika kitabu hicho baadhi ya faida za ziada ala sifati sala ambazo nilizifahamisha faida hizo. Wastahsantu dhikraha fi athnai takhlis, nikaona vizuri kuzitaja katikati ya ufupisho huo. Kama unitu inayatan khassa, kama nilivyoutilia umuhimu maalumu. Bisharhi ba'dhi al-alfadhi al-warida fi ba'dhi al-jumal al-hadithiyya au al-adhkar, pia nikatilia umuhimu maalumu kusherehesha na kuweka wazi baadhi ya matamshi yaliyokuja katika baadhi ya jumla za kihadithi na adhkar. Waja'altu laha anawina raisia, nikazifanyia unwani muhimu. Wa ukhra kathira janibia tawdhihia, faida nyingine nyingi pia za kando zikawekwa wazi. Wa awradtu tahtaha masail alkitab biarqamin mutasalsila,
Nikataja pia chini yake masala ya kitabu hiki biarqami mutasalsila, kwa nambari zile zenye kuwa kushikana na kufuatana. Wasarahtu bijanibi kulli mas'ala bihukmiha min ruknin au wajibin, nikaweka wazi kando ya kila mas'ala hukumu yake mas'ala hayo, iwe ni nguzo au ni wajib. Wama sakattu an bayani hukmihi fahuwa min as-sunan, niliyonyamazia kuweka wazi hukumu yake, hiyo ni katika sunna. Wa ba'dha qad yahtamilu al-qawlu bilwujub waljazmu bihadha au dhaka yunafi tahqiq al-ilmi, baadhi ya hizo inawezekana kusema kwamba ni wajib na kuhakikisha bihadha au dhaka, hii inapinga uhakiki wa kielimu. Kama jambo wa kulielezea kwamba ni wajib au ni nguzo, hili linawezekana kuwa ni wajib, na bila ya kuhakiki uhakiki wa kielimu haiwezekani mtu kuhakikisha kwamba hili ni wajib au ni nguzo mpaka awe na dalili. Thumma qala waruknu, nguzo huwa ma yatimu bihi shay'u alladhi huwa fihi, nguzo ni jambo ambalo hutimia jambo lile ambalo limo katika nguzo, iko katika jambo hilo. Nguzo huwa ma yatimu bihi shay'u alladhi huwa fihi wa yalzamu min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fihi. Nguzo ni jambo ambalo yatimu bihi shay'u, jambo linakamilika kwa nguzo hiyo. Wa yalzamu min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fihi, na nguzo inalazimu kuto kuwepo, adami wujudihi, kuto kuwepo kwa nguzo hiyo inalazimu kubatilika kwa lile jambo ambalo hiyo nguzo ni jambo muhimu katika jambo hilo. Nguzo kama vile nguzo za sala, ukiwacha moja rakaa ile haisihi mpaka uirudie nguzo ile ya sala. Mfano, mtu anasali akaacha suratul Fatiha hakuisoma, akasoma sura nyingine, suratul Nasri, suratul Fajr, nguzo ile sala ile haitakamilika, si sawa, sala haitakuwa sahihi mpaka airudie ile suratul Fatiha. Ni nguzo katika nguzo za sala. Ndio akasema wayalzamu min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fihi, italazimu kwa kutopatikana nguzo hiyo kubatilika jambo ambalo hiyo nguzo ni lazima katika jambo hilo. Karukui mathalan fi salah, kama kurukuu kwa mfano katika sala, fahuwa ruknun fiha, kurukuu ni nguzo katika sala. Yalzamu min adamihi butlanuha, italazimu kwa kukosekana kurukuu ubatili wa sala. Sala haitakuwa sahiha kama mtu hajarukuu, kwa sababu rukuu ni katika nguzo za sala. Amma wa shartu karrukni, sharti ni kama nguzo, illa annahu yakunu kharijan an ma huwa shurita fihi, sharti nao ni kama nguzo, isipokuwa sharti inakuwa nje ya lile lililowekewa sharti. Sharti inakuwa nje ya lile lililowekewa sharti hiyo. Kalwudhui mathalan fi salah, kama kutawadha kwa mfano katika sala, fala tasihu bidunihi, sala haitasihi bila ya udhu, lakini udhu haiwi ni ndani ya sala. Udhu unakuwa ni kabla ya sala, kwa sharti inakuwa ni nje ya lile lililowekewa sharti. Kwa hiyo sala, udhu ni nje ya sala, lakini sala haitasihi bila ya udhu. Walwajibu huwa ma thabata al-amru bihi fi al-kitabi au sunna, wajibu ni jambo ambalo limethubutu kuamrishwa katika Qur'ani au hadithi. Wala dalila ala rukniyatihi au shartiyatihi, na hakuna dalili kwamba hiyo ni nguzo, wajibu huo, au ni sharti. Wajib kama vile tashahudul awwal, tashahudul awwal ni wajib katika wajibati sala. Ukiwacha kwa makusudi sala haisihi, ukiwacha kwa kusahau lazima usujudu sujudu sahwi, ukiwacha wajibu wote kama hiyo tashahudi ya kwanza. Kwa makusudi sala ni batila, kwa kusahau lazima usujudu sajdataini lisahwi qabla salam. Qala
ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. anapewa thawabu mwenye kufanya jambo la wajib, anapewa madhambi mwenye kuacha wajib, illa liudhrin, isipokuwa akiwacha kwa udhur hapati madhambi. Wa mithluhu alfardhu, wajibu mfano wake ni fardhi. Alfardhu ndio alwajib. Watafriqu bainahu wa baina alwajib istilahun hadithun la dalila alayhi. Asema kufarikisha baina ya wajib na fardhi ni istilahi iliyozuka isiyo na dalili. Kwa hiyo ni sawa sawa, wajib na fardhi ni sawa kwa sawa, wajib na fardhi ni sawa sawa. Kufarikisha baina hivyo ni istilahi iliyozuka isiyo na dalili. Wasunna ma wadhaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alayhi min al-ibadati daiman au ghaliban. Sunna ni ipi? Sunna ni jambo ambalo Mtume sallam amedumu nalo katika masala ya ibada, au ghaliban, au mara nyingi alikuwa akifanya. Walam ya'mur bihi amra ijabin, na hajaiamrisha amri ya ulazima. Hiyo ndiyo sunna. Mtume sallam anadumu nayo, lakini hajaiamrisha amri ya ulazima. Hiyo inabaki ni sunna. Wa yuthabu fa'iluha, anapewa thawabu mwenye kufanya sunna. Wala yuaqabu tarikuha wala yuatabu, haadhibiwi, hapewi madhambi mwenye kuacha sunna, wala halaumiwi akiwacha sunna. Sunna mfano wake ni kama ziyadatu tasbihi, kuzidisha tasbihi za rukuu na sujudu mpaka kufikia 3, 5. Ile ziada kuanzia 1 ndiyo wajibu, 2 ni sunna, 3 ni sunna. Kusema subhana rabbil azim, subhana rabbil ala, kuanzia 2 na 3 na 4 na 5 ni sunna. Wajibu ni 1. Kwa mtu halaumiwi kwamba mbona wewe umesema 1 tu, subhana rabbil azim, alafu ukainuka. Ndio wajibu huo. Kwa hiyo haadhibiwi mwenye kuacha sunna, wala halaumiwi. Hiyo sunna ni mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, unavyotaka wewe, ukirefusha hizo tasbihati ar-rukuu was-sujud. Wa amma al-hadithu alladhi yadhkuruhu ba'd al-muqallidin ma'zuwan ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man taraka sunnati lam tanalhu shafa'ati fala asla lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama hadithi ambayo wanaitaja baadhi ya waigizaji wanaoiga ma'zuwan ila nabii sallallahu alaihi wasallam, hali ya kunasibishwa hadithi hiyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inasema man taraka sunnati lam tanalhu shafaati, mwenye kuacha sunna zangu shafaa yangu haitampata. Mtume hata muombea shafaa huyo kwa Allah. Hadithi hiyo la asla lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, haina asili, ina maana sio sahihi kabisa hadithi hiyo. Kwa anayewacha sunna halaumiwi wala hapewi madhambi kwa kuacha sunna. Akifanya sunna, naam, ana thawabu, pamoja na kwamba haitakiwi muislamu kuacha sunna sababu anawacha thawabu. Jambo la sunna ni jambo lina thawabu. Muislamu hatakiwi awache sunna. Naam, imetokea hakufanya sunna kwa kughafilika, lakini asikusudie kwamba hii sunna hii mimi naiacha hii, nafanya wajibu peke yake bila sababu. Umeacha thawabu, na thawabu ndizo zitakazokufaa hizi. Tumeelewa? Lakini hakuna madhambi wala hakuna kulaumiwa mtu anapoacha sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma kana kadhalik fala yajuzu nisbatuhu ilayhi sallallahu alaihi wasallam khashyata at-taqawuli alayhi. Hadithi iliyokuwa hivyo haifai kuinasibisha kwa Mtume sallam kwa kuogopa kumzulia Mtume maneno ambayo hajayasema. Hiyo man taraka sunnati lam tanalhu shafaati, haifai kuinasibisha kwa Mtume sallam kwa kuogopea kumzulia Mtume. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Mtume asema anayenisemea maneno ambayo sijayasema,
huu na ajichagulie mahali pake motoni. Man qala alayya ma lam aqul, anayenisemea maneno ambayo sijayasema, falyatabawa maq'adahu minan nar, na ajichagulie mahali pake motoni. Baadhi ya maulama wanafasiri ameshajichagulia huyo mahali pake motoni, anemzulia mtume maneno na hajayasema maneno hayo. Qala wa inna min nafilati alqawl an adhkura annani lam altazim fihi tab'an li aslihi madhhaban muayyanan min almadhahib alarba'a almuttaba'a. Allah, ni katika ziada ya maneno nitaje kwamba mimi sijajilazimisha katika kitabu hiki, sijajilazimisha kwa kufuatia asli yake, sijajilazimisha madhehebu maalumu katika madhahibu manne yanayofuatwa. Sheikh Albani anasema ni katika ziada ya maneno nitaje kwamba mimi sijajilazimisha tabaan li aslihi, kwa kufuatia asli yake, sijajilazimisha madhehebu maalumu katika madhehebu manne yanayofuatwa: madhhabu al-Imam Abi Hanifa wa madhhabu al-Imam Malik wa madhhabu al-Imam Shafi'i wa madhhabu al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Sijajilazimisha na madhehebu hayo manne yanayofuatwa. Wa inna ma salaktu fihi maslaka ahli al-hadith alladhina yaltazimuna al-akhdha bikulli ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-hadith. Anasema Sheikh Albani, isipokuwa mimi nimefuata njia ya watu wa hadith ambao wanajilazimisha kuchukua kila hadithi iliyothubutu kutokana na Mtume sallam katika hadithi. Sitegemei madhehebu manne, nategemea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyofanya watu wa hadithi. Walidhalik kana madhhabuhum aqwa min madhahibi ghairihim. Kwa hiyo madhehebu ya ahlul hadithi, watu wa hadithi, madhehebu yao yana nguvu kuliko madhehebu ya watu wengine, sababu wao wanategemea hadithi za Mtume sallam zilizo sahihi. Kama shahida bidhalik almunsifuna min kulli madhhab, kama wanavyoshuhudia hilo wale waadilifu wa kila madhehebu. Minhum al-allama Abu al-Hasanat al-Laknawi al-Hanafi al-Qail wa kaifa la wa hum warathatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam haqqan. Vipi isiwe hivyo wakati wao ahlul hadith ni mawarithi wa Mtume sallam kwa haki, wa nuwabu shar'ihi sidqan, na ndio manaibu wa sheria yake kwa ukweli. Hasharana Allahu fi zumratihim wa amatana ala hubbihim wa siratihim. Tunamwomba Allah atukusanye katika kundi lao watu wa hadithi na atufishe kwa kuwapenda na kufuata mwenendo wao. Qala wa rahimallahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal idh qala dinu an-nabiy Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lilfata atharu la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu wala rubbama jahila alfata athara alhuda washamsu bazighatun laha anwaru. Alimamu Ahmad bin Hanbal asema dinu nabii Muhammadin akhbaru, dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hadithi. Dinu nabii Muhammadin akhbaru, dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hadithi. As-sunnatu hiya al-islam, sunna ndio Uislamu. Wal-islamu huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Uislamu hausimami isipokuwa kwa sunna, na sunna hazisimami isipokuwa kwa Uislamu. Kwa dini ya Mtume Muhammad ni habari, ni hadithi. Ni'mal matiyatu lilfata atharu, bora ya kipando cha kijana ni kufuata athar, ni athari hizi za Mtume sallam, ndio bora ya kipando cha kijana, kufuata athari na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. La targhabanna anil hadithi wa ahlihi, usichukie hadithi za Mtume na pia ukawachukia watu wa hadithi. La targhabanna anil hadithi wa ahlihi, usichukie hadithi na usiwachukie watu wa hadithi. Farra'yu laylun wal hadithu naharu, maoni ni usiku na hadithi ni mchana. Farra'yu laylun
wal hadithu naharu, maoni ni usiku na hadithi ni mchana. Wala rubbama jahila alfata athara alhuda, na pengine kijana hajui athari za uongofu. Washamsu bazighatun laha anharu, jua lenye kutokeza na lina miangaza jua hilo. Sababu taalifi alkitab, anaelezea Sheikh rahimahullah sababu ya kutunga kitabu hiki kinachoelezea namna ya sala ya Mtume sallam kutoka takbiratul ihram mpaka kutoa salamu. Qala laqad dhakara rahimahullah fi muqaddimati hadha alkitab alawsat mawdhu' alsharh sabab ta'alif alkitab. Sheikh Albani rahimahullah ametaja katika mukaddima wa kitabu hiki cha al-awsat cha kati na kati maudhui ya sharhi ya kitabu hiki, akataja sababu ya kutunga kitabu hiki. Faqal walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha almawdu', nilipokuwa sijaona kitabu chochote kilichokusanya maudhui hii ya kufundisha sala. Faqad ra'aytu min alwajibi alayya an adha li ikhwani almuslimin mimman himamuhum aliqtida'u fi ibadatihim bihadi nabiyihim sallallahu alayhi wasallam kitaban mustaw'iban ma amkana lijam'i ma yata'allaqu bisifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim. Asema nilipoona kwamba ni katika jambo la lazima kwangu niwawekee ndugu zangu Waislamu wale ambao hima zao ni kufuata katika ibada zao, kufuata muongozo wa mtume wao sallallahu alaihi wasallam, niwawekee kitabu chenye kuenea, kitabu chenye kuenea kiasi cha inavyowezekana, chenye kuenea yote yanayohusiana na namna ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka takbiratul ihram mpaka kutoa salamu, bihaithu yashulu ala man waqafa alayhi, kwa namna ambapo itasahilika kwa mwenye kujua na kuona kitabu hicho, minal muhibbina linnabii sallallahu alaihi wasallam hubban sadiqan, katika wale wapenzi wa mtume wanaompenda mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya kweli, alqiyama bitahqiqi amrihi fi alhadithi almutaqaddim sallu kama raaitumuni usalli, utekelezaji wa uhakika wa amri ya mtume sallam alivyoamrisha amri iliyotangulia katika hadithi iliyotangulia kwa kusema mtume sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mkiswali. Sallu kama raaitumuni usalli, mtume anaamrisha salini kama mlivyoniona nikiswali. Amri hii ni ya masahaba, wanaambiwa masahaba, lakini ni amri ya umma wote, tusali kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatujamuona, lakini masahaba wamemuona, wakaelezea namna ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake mpaka kutufikia sisi. Wajibu wetu ni kuswali kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusiswali kama tunavyojua sisi au kama tunavyopenda sisi, hapana. Sala inatakiwa iswaliwe kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam, na vitabu viko ma min alim, hakuna mwanachuoni yote isipokuwa ametunga sifatu salat. Sheikh Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh bin Baz rahimahumullah, wote wametunga sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam. Walihadha fa inni shammartu an sa'idil jiddi, kwa hiyo mimi nikajipinda nikajitahidi, watatabba'tu al-ahadith al-muta'alliqa bima ilayhi qasadtu, nikafuatilia hadithi zinazohusiana na haya ndio ya kusudia, min mukhtalafi kutubil hadith, kwa vitabu tofauti tofauti nafuatilia hadithi zinazoelezea namna ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakana min dhalik hadha alkitabu alladhi baina yadayk, ikawa katika sifa hiyo ni kitabu hiki kilicho mbele yako. Waqad ishtaradtu ala nafsi alla urida fihi min alahadithi an-nabawiyya illa ma thabata sanaduhu, nimeiwekea sharti nafsi yangu kutotaja katika kitabu hiki hadithi za mtume isipokuwa zile ambazo imethubutu na sanadi yake, illa ma thabata sanaduhu, isipokuwa hadithi ambayo
imethubutu sanadi yake hasba ma taqtadhihi qawaidul hadithi sharif wa usuluhu, kiasi cha inavyohukumu misingi ya hadithi tukufu na misingi yake. Wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhulun au dhaif, nimeipuuza na sikuitaja kila hadithi ambayo ameipokea peke yake rawi ambaye ni majhul, hajulikani, au mpokezi ambaye ni dhaifu. Hadithi hiyo nimeipuuza, sijaitaja. Sawaun kana fil hayat au al-adhkar au al-fadhail wa ghairiha, sawa ni katika hayat, vipambo katika vipambo vya sala, au adhkar au fadhail na mengineo, sijaitaja hadithi hiyo ambayo tafarrada bihi majhulun au dhaif, liannani a'taqidu anna fima thabata min alhadith ghunyatun ani dhaifi minhu, sababu mimi naitakidi kwamba hadithi zilizothubutu sahihi ni tosha ya hadithi dhaifu, kama wanasema maulama wa hadithi, as-sahihu ghunyatun ani dhaif. Sheria yote ya dini imewekwa kwa hadithi sahihi bila hadithi dhaifu. As-sahihu ghunyatun ani dhaif, hadithi sahihi ni tosha ya dhaifu. Kwa hiyo huwezi ukaweka katika sheria jambo halafu ukatolea dalili hadithi dhaifu. La, dini yote imewekwa na Qur'ani na hadithi zilizo sahihi, sio hadithi dhaifu. Liannahu la yufidu bila khilafin illa dhanna, hadithi dhaifu hazifahamishi bila khilaf katika maulama isipokuwa dhanna, wa dhanna almarjuh, dhana iliyoshindwa nguvu. Wa huwa kama qala ta'ala la yughni min alhaqqi shay'a, inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, dhana haitoshelezi na haki jambo lolote. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، tahadharini na dhana, kudhania dhania, kwani kudhania ni mazungumzo ya urongo. Falam yata'abbadna Allahu ta'ala bil amali bihi, Allah hajatuwekea ibada ya matumizi ya dhanna, bali nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kudhania. Faqala ittaqul haditha anni illa ma alimtum, ogopeni hadithi kutokana na mimi isipokuwa mlizozijua ambazo zimethubutu ni hadithi sahihi. Faidha naha an riwayati alhadith fabil ahra an yanha anil amali bihi, anapokataza kupokea hadithi dhaifu pia ni uhakika ni lazima kukataza matumizi ya hadithi hiyo dhaifu. هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.